Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Juni 21 siku ya Jumapili asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kwa kuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Mwananchi linaoanza na habari kubwa inayosema NMB yaweka mezani shilingi bilioni 180 kuwakopesha wafugaji. Hiyo ni benki ya NMB yaweka mezani shilingi bilioni 180 kuwakopesha wafugaji. Lakini habari kubwa kwenye gazeti lako la Mwananchi ni rais Namibia, ni wakati wa Afrika kujitegemea. Huyo ni rais wa Namibia asema ni wakati wa bara la Afrika kuweza kujitegemea. Lakini kiongozi aeleza umuhimu wa ziara zake. Kiongozi aeleza umuhimu wa ziara zake na Heche ataja mambo manne kusini. Huyo ni Heche ataja mambo manne kusini. Lakini kimataifa, ndege ya Marekani, ndege mpya Trump usipime yazua maneno. Ndege mpya ya Trump usipime yazua maneno. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii linaanza na habari kubwa inayosema Chama cha Mapinduzi CCM yajiapiza kushughulikia na watumishi wasiowajibika. CCM yajiapiza kushughulikia na watumishi wasiowajibika. Lakini jinsi laana inavyoharibu maisha ya watu wengi, jinsi laana inavyoharibu maisha ya watu wengi. Na Tanzania na Namibia hatua mpya ushirikiano. Tanzania na Namibia hatua mpya ya ushirikiano ni za kubaliana katika sekta ya maendeleo, limo swala la kukuza lugha ya Kiswahili. Hayo ni makubaliano ya Tanzania na Namibia. Lakini Profesa Tibaijuka, hakuna utulivu bila maridhiano. Huyo ni Profesa Tibaijuka asema hakuna utulivu bila maridhiano. Na leseni za madini zilizotelekezwa zinavyoligharimu taifa mabilioni. Leseni za madini zilizotelekezwa zinavyoligharimu taifa mabilioni. Hiyo habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Lakini habari kubwa kwenye gazeti lako la Nipashe ni Tanzania na Namibia hatua mpya ya ushirikiano za kubaliana katika sekta ya maendeleo, limo swala la kukuza lugha ya Kiswahili. Lakini tukiachana gazeti lako la Nipashe, tuangazie kwenye gazeti lako la Rada lenye linaandika mataifa 10 yanaomiliki nyuklia, lakini Kigogo aigomea mahakama. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Rada, inasema Kigogo aigomea mahakama. Lakini gazeti lako la Maono lenye linaandika BOT kudhibiti taasisi zinazotoa mikopo holela. Gazeti lako la Maono linasema BOT kudhibiti taasisi zinazotoa mikopo holela. Lakini RC Shigela apongeza utekelezaji wa miradi Bukombe. RC Shigela apongeza utekelezaji wa miradi Bukombe. Lakini jamii inaweza kuelewa sababu za watu kujiua. Hilo ni gazeti lako la Maono linasema jamii inaweza kuelewa sababu za watu kujiua. Lakini changia damu okoa maisha. Hiyo ni habari ukurasa wa 6 kwenye gazeti lako la Maono. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kwenye gazeti lako la Jamhuri lenye asubuhi ya leo linaandika aliyetekwa shuleni apatikana hai. Aliyetekwa shuleni apatikana hai. Na BOT inavyojivunia miaka 60 ya kujenga uchumi imara na endelevu. Ni viwanda TANAPA ni mwendo wa tuzo tu. Lakini tozo za uhamisho wa kero mpya. Hiyo ni habari endelea ukurasa wa 7 kwenye gazeti lako la Jamhuri. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Pambazuko asubuhi ya leo linaandika kiwanda cha dawa keko taabani, mwelekeo mpya wa kodi, wananchi waichambua bajeti, kauli za viongozi Zanzibar za chafua hali ya hewa. Kauli za viongozi Zanzibar za chafua hali ya hewa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Pambazuko kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Watanzania leo, elimu bila mipaka linaandika Profesa Nkenda, kila mtoto lazima apate elimu. Huyu ni Profesa Mkenda asema kila mtoto lazima apate elimu. Habari inaendelea ukurasa wa 2. Lakini misamaha ya vati
kwa mafuta kuongeza ushindani viwandani. Msamaha wa vati kwa mafuta kuongeza ushindani viwandani. Lakini bei ya mafuta kushuka ni baada ya Irani Marekani kusaini makubaliano ya amani. Lakini wabunge waikalia kooni Zanzibar. Wabunge waikalia kooni Zanzibar, na habari kubwa kabisa hapa ni kuna habari picha ikimwonyesha Donald Trump na Mujtaba Khamenei wakishikana mikono kwa maridhiano, lakini hiyo ni imagination, bali picha ikiwa imechorwa namna hiyo, lakini uhalisia ni tofauti. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Watanzania leo, Watanzania kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako gazeti la Mwanahalisi linaandika Nchimbi kung'oa kigogo, urais wazidi kuivuruga CCM, Waitara aonya msionje sumu. Lakini wiki ngumu ndo habari inaandikwa kwenye gazeti lako la Mwanahalisi, ni wiki ngumu. Lakini Chadema washtukia hujuma, Chadema washtukia hujuma. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahalisi kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Habari Leo lenye asubuhi ya leo linaanza na habari ukurasa wa 5 inayosema waonya hatari ugonjwa wa ng'ombe kwa sinadamu. Waonya hatari ugonjwa wa ng'ombe kwa binadamu. Lakini 6 wafa ajali ya basi lori Kahama. 6 wafa ajali ya basi lori Kahama. Hiyo ni habari endelea ukurasa wa 3 kwenye gazeti lako la Habari Leo. Lakini Tanzania Leo gazeti lako linaandika Tanzania kumradhi, gazeti lako la Habari Leo linaandika Tanzania Namibia zajizatiti ushirikiano. Habari inaendelea ukurasa wa 2, inasema Tanzania na Namibia zajizatiti ushirikiano. Sekta 6 za kimkakati zikiwemo gesi, mafuta zapewa kipaumbele. Lakini mikataba minne yasainiwa, Rais Samia na Ntumbo wataka matokeo. Hiyo ni Tanzania na Namibia zajizatiti ushirikiano. Habari inaendelea ukurasa wa 2. Lakini kurasa 3 kuna habari inayosema kiongozi, siasa ziendeleze taifa si kulibomoa. Huyu ni kiongozi asema siasa ziendeleze taifa na si kulibomoa. Mauzo ya bidhaa za Tanzania soko la Korea ya paa. Lakini Mwigulu ataja tiba migogoro wakulima na wafugaji. Lakini Dr. Mwinyi tutaondoa vikwazo upatikanaji wa haki, azindua awamu ya pili ya msaada wa kisheria ya Dr. Samia Suluhu Hassani. Habari inaendelea ukurasa wa 3 kwenye gazeti lako la Habari Leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie kwenye kurasa za michezo na burudani. Tunaanza na gazeti lako la Habari Leo lenye linaandika Simba yatangulia fainali, Yanga kutetea rekodi leo Mwanza. Lakini Nsekela aweka ahadi AFCON 2027. Nsekela aweka ahadi AFCON 2027. Haiti Uturuki nje, Brazili Morocco za tamba. Haiti Uturuki nje, Brazili Morocco za tamba. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiachana gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za michezo, tuangazie sasa gazeti lako la Sporti lenye linaandika Dr. Mwinyi ajumuika mazishi ya msanii mkongwe marehemu Onyango. Lakini hiyo ni habari kwenye kurasa za kwa Sporti. Kuna habari inayosema Dr. Mwinyi aridhishwa na kasi ya ujenzi wa uwanja wa AFCON. Dr. Mwinyi aridhishwa na ujenzi wa uwanja wa AFCON. Na Molini awapa mzuka wachezaji Yanga. Molini awapa mzuka wachezaji Yanga. Yule habari kwenye gazeti lako la Sporti kwenye kurasa za michezo. Lakini kwenye gazeti lako la Nipashe lenye linaandika makocha Yanga Azam watambiana. Makocha Yanga Azam watambiana. Bukayo azua hofu kikosi cha England. Simba fainali FA yaifumua Coastal, sasa yasubiri Yanga au Azam. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo lenye linaandika Simba yatangulia fainali shirikisho CRDB. Lakini Twiga Stars kuingia kambini kesho, na KMKM na RS Kazoni kuumana leo fainali ya FA. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za michezo. Lakini kombe la dunia leo ni kundi H na kundi G ziko uwanjani. Hispania dhidi ya Saudi Arabia, lakini Ubelgium dhidi
ya Irani. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Mwanaspoti lenyewe kwenye michezo linaandika Simba yavunja mwiko wa siku 1791. Mashabiki walitaka fainali ya 2021 ijirudie. Lakini imekuwaje miaka 20 Mr Blue na mapozi Tanzania na Kenya mzigoni Sekafa. Mtego Morocco Brazili lala salama. Lakini Depu ambeba Dube. Azam FC Yanga ni lazima kieleweke. Azam FC na Yanga ni lazima kieleweke. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.